بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Safar mwaka 1440, tuendelea na darsa ambayo tulianza katika vikao vya jana, inayofungamana na yale ambayo unafungamana na sifa ya Muislamu kuoga janaba, na hapa yaingia ndani yake kila kinachomwajibisha Muislamu kuoga, kwa sababu kwa namna yote ile kule kuoga kumefanana. Bimaana ikiwa sababu ni janaba, ama sababu ni haidh ama nifas na sababu nyinginezo, josho ni ile ile moja, hakuna tofauti kati ya hizi. Tukaanza kutaja sababu zinazomwajibishia Muislamu kuoga, tukafikia qaul ya Sheikh As-Sa'di rahimahullah katika Manhaj As-Salikin, qala wa khuruju dam al-haidh wan-nifas, miongoni mwa sababu zinazowajibisha kuoga ni mwanamke kupata damu ya ada yake ya mwezi ama damu ya uzazi. في التعليقات قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت. وإجماع kuwa mwanamke ni wajib baada ya kuisha damu ya uzazi kuoga, ni juu yake kuoga. وقال ابن حزم: واتفقوا على أن الدم الأسود الخارج في أيام الحيض من فرج المرأة التي من كانت في مثل سنها حاضت يوجب الغسل على المرأة. wameafikiana wanavyuoni kuwa damu nyeusi inayotoka katika masiku ya ada ya mwezi kutoka katika uke wa mwanamke ambaye mfano wa umri wake huwa tayari ana uwezo wa kupata ada ya mwezi, basi damu kama hiyo ikionekana itakuwa ni wajib kwa mwanamke kama yule kuoga. Tumeona kuwa uwajibu wa kuoga kwa mwanamke aliye katika ada ya mwezi anapotahirika, na mwanamke aliyepata damu baada ya kujifungua, ile damu ya uzazi, anapotahirika kadhalika ni wajibu kwake yeye kuoga, na hilo ni jambo ambalo hakuna ikhtilaf baina ya wanavyuoni. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض. أصلي
ya kila damu inayomtoka mwanamke ni damu ya haidh, ni damu ya ada ya mwezi, hatta yaquma dalilun ala annahu istihadha, mpaka isimame dalili ya kuwa ile damu sio damu ya haidh, ni damu ya istihadha. لأن ذلك هو الدم الأصلي الجبلي، وسباب damu ya haidh ndiyo asli, ndiyo damu ambayo Allah amewaumba wanawake katika maumbile yao wapate. wa huwa damun turkhihi arrahimu, na ni damu ambayo hutoka katika uzazi yule mwanamke. wa damu alfasad irqun yanfajir, ama damu ya istihadha ndio amekusudia hapa. Damu alfasad ni mshipa ambao hupasuka, ule mshipa ukikatika ndio ikawa mwanamke atokwa na damu daima. wadhālika kalmarad, na jambo hili kwa mwanamke ni kama mfano wa maradhi. wal aslu as-sihhatu lal marad, na asli ni kuwa mtu ana afya yake, si maradhi. famata ra'at ad-dama jariyan min rahimiha fahuwa haidhun tatruku li ajlihi as-salah. Kwa hivyo wakati wowote mwanamke anapoona damu inayotoka katika uzazi wake, basi itakuwa ni damu ya haidh, atawacha kwa ajili yake sala mpaka ije dalili inaonyesha kuwa hii damu sasa si ya haidh tena. Kama kwa mfano iwe haisimami, yatoka damu mwezi mzima, haimkiniki kuwa haidh ni mwezi mzima, na huo ni mlango wake kando. Ashahid hapa tuzungumzia kuhusu hii damu ya haidh ni damu gani. Ile damu ambayo mwanamke hupata katika kila mwezi. وقال في الشرح الكبير شيخ الإسلام سمتنا وهو دم طبع الله النساء وجبلهن عليه، ni damu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia nayo wanawake, amejalia kwa wanawake ndivyo ilivyo. Tabia ya mwanamke ni kuwa yupata hii damu. walaysa bidami fasadin, wala sio damu ya fasad. Damu ya fasad yani istihadha, ambao sababishwa na kukatika kwa mshipa. bal khalaqahu Allah تعالى لحكمة تربية الولد، فإذا حملت المرأة انصرف ذلك إلى غذائه. hiyo بأن الله تعالى haimo hapo, sidhani kama imo, bali ni damu ambayo Allah ameiumba kwa hikma ya ulezi wa yule mtoto ndani ya tumbo la mama. Ndio kaona mwanamke akipata ujauzito, ile damu badala ya kutoka hubadilika ikawa ndiyo chakula cha yule mtoto ndani ya tumbo. walidhalika la tahidhu alhamilu, na kwa sababu hiyo utapata mwanamke mjamzito hapati ada ya mwezi. فإذا وضعت الولد قلبه الله بحكمته لبنا، anapojifungua yule mwanamke Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake hugeuza badala ya damu ikawa ni maziwa ya yule mtoto. walidhalika qallama tahidhu almurdi', sababu hiyo utaona ni uchache sana kwa mwanamke anayenyonyesha kisawasawa kupata ada ya mwezi. Utaona katika hali ya kunyonyesha hapati pia ada ya mwezi. فإذا خلت المرأة من الحمل والرضاعة، mwanamke akiwa hana uzazi, yani hana ujauzito na hana unyonyeshaji,
بقي الدم لا مصرف له فيستقي في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7 وقد يزيد على ذلك وتقل. قال وتطول أشهر المرأة وتقصر على حسب ما ركبه الله تعالى في الطباع. asema ikiwa mwanamke hana ujauzito wala kunyonyesha, ile damu hubakia haina mahali pa kwenda, kwa hivyo hukusanyika katika sehemu katika uzazi wa yule mama, kisha hutoka mara nyingi kwa mwezi, siku 6 au 7 au zaidi ya hapo au chini ya hapo. Wakati mwingine huwa zaidi, na ni bimaana yule mwanamke hupata ada yake kwa siku nyingi zaidi, na wakati mwingine hupungua kulingana na alivyomuumba Allah subhanahu wa ta'ala na alivyomjaalia katika maumbile yake mwanamke kama yule. وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض. فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها alikuwa akipata damu ya istihadha. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال akamuuliza mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia ذلك عرق وليست بالحيضة, huo ni mshipa wala sio damu ya mwezi. فإذا أقبلت الحيضة فداعي الصلاة, ikiwa yatakuingilia yale masiku yako ya kawaida ya kupata ada yako ya mwezi, basi hapo ndio utawacha swala. وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي, na yale masiku yako ya haidhi yakiisha, basi oga. Tizama Mtume sallama akaamrisha aoge kisha aendelee kufanya ibada zake kama kawaida. قال الشوكاني رحمه الله, الإمام الشوكاني يسمى والحديث يدل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره. hii hadithi ni dalili ya kuwa mwanamke ikiwa aweza kupambanua baina ya damu ya haidh na damu ya istihadha, basi ile damu ya haidh ataizingatia ni damu ya haidh na kuitendea kazi kule kuja kwake na kuondoka kwake. Bimaana ikija atajizuia na ibada zake zilizokatazwa kuzifanya wakati wa haidh, na ikiondoka ataendelea na ibada zake. فإذا قضى قدره اغتسلت عنه, ikiwa itamaliza kiwango chake ile damu, basi ataoga kutokamana na damu ile. قال ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث, kisha itakuwa hukumu ya damu ya istihadha ni kama hukumu ya hadath, kama hukumu ya hadath ndogo. fatatawadha likulli sala, sasa atatawadha kwa kila swala. Kwa tumeona hapa kuwa haidh na istihana na an-nifas, damu ya haidh na damu ya nifas ni katika sababu zinazomwajibishia mwanamke josho kama mfano wa josho ya janaba. Qala wa mautu ghairi shahidi, na kifo cha yule asiyekuwa shahidi pia. في التعليقات قال ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الموت من موجبات الغسل, wamekwenda wengi katika wanaovioni kuwa mauti ni mojawapo katika vile vinavyowajibisha gosho au josho. Sawa, ni josho sio? Nasikia josho, sisi tunashika gosho miaka yote. Sawa, ni kwa J sio josho. Nikikosea mtanikumbusha.
Nimepata salamu kwa mzee bwana. Kuna wazee hapa Waswahili kweli kweli. Jazakumullah khairan. Na ukisikia neno tumekosea tuambieni. Mzee Hussein pia yuko namuona amekaa hapa. Mashaallah. Tayeb. Kwa hivyo ni josho. Itakuwa ni wajibu kwa yule maiti kuoshwa. Kwa sababu ishawajibika kwake yeye kwa mauti ile josho. لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته alipofariki binti yake mtume صلى الله عليه وسلم Zainab akawaambia wale akina mama waliokuwa wakimshughulikia اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك muosheni mara 3 au 5 au zaidi ya hapo. Katika hadithi inaeleza in raaitunna dhalika, ikiwa mmeona kuwa mhitaji kuongeza mtaongeza. Wakati mwingine kwenye kuosha maiti yabidi iwe zaidi ya mara 3 ila tokea haswa ikiwa kwa mfano na ishawahi kutokea wakati mmoja. Nakumbuka katika kuosha maiti kwa ile maiti alikuwa mgonjwa akawa yuaendesha, na kabla ya kufikiwa na saa ya kuondoka aliendesha akiwa juu ya kitanda. Kwa hiyo ikawa ni uchafu, na wale waliokuwa pale karibu hawakusafisha kwa haraka. Kwa hivyo ilipofika wakati wa kumuosha ikawa ni kama ule uchafu umeshika katika mwili wake mpaka umekauka. Hasa hapa huwezi kusema kuwa mara 3 itatosheleza. Waweza kuosha mara ya kwanza, mara ya pili, ukifika mara ya 3 bado kuna athari ya uchafu. Katika hali kama hiyo enda ngapi? Ya 4 na ya 5. Witr. Kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa ya 5 haikutosha utaenda ya 6 na ngapi? Na ya 7 wa hakadha, mpaka uhakikishe kuwa amesafishika yule maiti. Na hili ni jambo la kawaida, wala si katika alama ya suul khatima. Kuna watu bwana wakiona vitu vingine sema waona ankufa bwana alikuwa yuendesha kwa hivyo ni sula, bali huende ikawa ni alama ya husnul khatima, ni alama ya kifo kizuri kwa mtu amekufa na maradhi ya tumbo, kama alivyosema Mtume sallam wal mabtunu shahid. Kwa hiyo sio kila kifo ukaruka tukasema ona kifo kibaya kile, kama mtu achomeke kwa moto, kumewaka moto amechomeka. Usitafsiri kuwa amechomeka basi ashaanza kuchomwa hapa hapa kabla hajafika huko kuchomwa. Maadamu ni Muislamu kuwa na husnu dhann. Mtume sallallahu alayhi wasallam wal hariqu shahid, anayekufa kwa moto ni shahidi, kinyume na watu wengi wanavyofikiria. Ama akaangukiwa na jengo, kuna baadhi ya watu wana suu dhann, ameangukiwa na jengo yule, kuta umeangukia, kumbe hajui kuwa pia ile nini ni shahada. Ile pia ni shahada kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Almuhim, kile kifo kile wamekizingatia wengi katika wanaovioni ni katika yale yanayowajibisha josho. قال العلامة الفوزان حفظه الله من موجبات الغسل الموت, katika vile vinavyowajibisha josho ni mauti. Fayajibu taghsilu almayyit, ni wajib kumosha maiti. Maiti gani? Akasema ghair ashahid, tena fil ma'raka, asiyekuwa shahidi aliyekufa katika vita. Nikisema hivi inamaanisha kama hii mifano niliyoitaja. Kwa mfano mtu akaangukiwa na jengo akafa, pamoja na kuwa Mtume za sallama amezingatia kifo hiki kuwa ni shahada, lakini haijamaanisha kuwa haoshwi. Ama man qutila duna malihi fahuwa shahid, kama alivyosema Mtume za sallam, anayeuawa pasi na mali yake. Amekuja mwivi atakumuibia, akajaribu kuhifadhi mali yake, ile mwivi akamuua, huyu aisabika amekufa na shahada. Lakini shahada hii katika muamala wa kuamiliana maiti yake hapa duniani sio sawa sawa na yule anayekufa vitani. Bimaana huyu
yawajibika kumuosha, kumvika sanda na nguo zake zitatolewa. Almuhim vile anavyofanywa maiti ya kawaida atafanywa. Ama yule anayekufa vitani haoshwi. Yule anayekufa vitani apigania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, yule haoshwi, bali hufungwa sanda akiwa na nguo zake, kisha akazikwa namna ile, kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hapa ndio utaona kosa la Khawarij. Vijana wa Kikhawarij, anapouawa mtu wao kwa mfano, utaona umchukua wakamfunga masanda wakaenda wakamzika hivyo hivyo, wasijue kuwa wamemnyima haki zake nyingi sana. Bali wengine waweza wasimswalia aswa, wakaenda wakamzika hivyo hivyo, wakiona kile alichokifanya ni sawa. Na akasimama mmoja tu mwenye elimu kidogo, ameelewa, akasema jamani, huyu lakini si kama yule wa vitani, huyu waoshwa, nafiki mkubwa huyo. Kuna mmoja aliambiwa hivyo. Utajuta kwa marafiki zake Makhawarij, nafiki mkubwa, mrongo. Kaitwa mnafiki pale mpaka kanyamaza kimya. Jamaa wakachukua maiti bila ya kuiosha. Wallahu almusta'an. Hakadha aljahl, hivi ndivyo ujinga unavyofanya watu. Sallallahu alayhi wasallam. Qala فإنه لا يغسل, aneuawa katika vita, shahidi katika vita, huyo haoshwi. Shahidi wa vita ndiye ambaye haoshwi. Kwa tumeona mpaka sasa vile vinavyowajibisha josho. Tulizungumzia inzalul mani biwat'in au ghairihi au biltiqa'i alkhitanayn wa khuruju dam alhayd wan nifas وموت غير الشهيد. قال وإسلام الكافر, نكسليم وكفير. na tutakuja kuyazungumzia insha Allah taala katika darasa ya asri pamoja, katika darasa ya baada al-maghrib, pamoja na adilla alizozitaja al-Imam as-Sa'di rahimahullah taala katika hili. Kisha moja kwa moja ndio tutaingia katika namna gani alioga Mtume sallallahu alayhi wasallam janaba. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.